wadogo zangu wana habari, leo nimeita kwa ajenda moja. Niliwaambia kwamba tutafanya tuna press kwa ajili ya muendelezo wa shughuli yetu ya kila mwaka ya mashindano ya kuhifadhi Qur'ani ambayo yatafanyika pale kwenye viwanja vya Karimjee tarehe 19 mwezi huu wa 3 siku ya Alhamis 2026 hii baada ya swala ya dhuhuri kwa maana ya saa 7:30. Tutakwenda na hiyo shughuli mpaka time ya mwisho na tutafuturu pamoja pale kwenye viwanja vya Karimjee ambao viko chini ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, ambalo kwa bahati nzuri pia mimi ni diwani wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tutafanya katika viwanja vyetu. Karimjee una historia nilitoa nadhani last week. Kwa sababu jambo hili linafanyika Dar es Salaam, ni vizuri tukalifanyia pale pale kwenye kumbi yenye historia kubwa kwa nchi yetu na mji wetu wa Dar es Salaam. Nimejaribu kumtafuta Mheshimiwa Waziri Mkuu nikimuomba aje kwa mgeni rasmi, naye anaangalia ratiba zake kama kiongozi mmoja wa viongozi wakuu wa serikali. Kifupi ni kama mtendaji mkuu wa serikali, aje atusaidie, sababu lengo letu ni kufanya inspiration kwa wanasiasa na watu maarufu kwa ajili ya watoto na kizazi kijacho. Kizazi chetu sasa hivi na nyinyi ni sehemu hicho kizazi, mko katika au tupo, manake na mimi naishi katika dunia ya utandawazi iliyojaa mifumo ya kidijitali, social media, ambayo kuna vitu vingi vyema na vingine vya ovyo ovyo ambavyo navyo ni vingi. Sasa kusoma Qur'ani kwa viongozi wa kisiasa, watu mashuhuri, kunafanya watoto hawa waone kumbe akimuona mtu maarufu anasoma Qur'ani, akimuona mwanasiasa anasoma Qur'ani anasema au akimuona kiongozi wake, mbunge wake, akimuona minister, waziri pale, au akimuona msanii ambaye mara kwa mara anamwangalia kwenye TV, inamfanya apate hamu ya kujifunza Qur'ani. Unapopata hamu ya kusoma kitabu cha Mungu mtoto, maana yake kuna maadili utakwenda kuyafanya yatakayompendeza Mungu na jamii yako. Tukiacha kizazi hiki kisifanyiwe utaratibu mahsusi wa kumjua Mungu, tutakuwa na generation ya ajabu sana miaka ijayo. Nyinyi ni mashahidi kwenye social media yanayoendelea wakati fulani ni hatari. Mimi mtoto wangu wa kike mmoja mdogo yuko form 2, hasa kanambia mtihani wa kuingia form 2 nasoma pale Mtazira, kanambia baba, mimi nakuahidi nitafaulu sana, nitapata A+. Nikamwambia nitakupa zawadi. Akaambia acha nichague mwenyewe zawadi. Kama mimi nachagua nunulie simu ya iPhone 17. Nikamwambia sio 17, hata ingekuwa 11. Kwa kuwa hujafika umri wa kumiliki simu au wa kuwa na simu, siwezi kununulia simu. Mtoto wa miaka 13 huwezi kumiliki simu. Kwa maadili niliyokuzwa mimi na maadili yanayotakiwa, kwenye simu utaingia kwenye Facebook, utaingia Twitter, utaingia Instagram, utaingia TikTok, utakutana na mabalaa, na wewe ndio mtoto wa miaka 13. Nikamwambia never ever. Mbona watoto wenzetu wengine wanashika, walimu hawajui. Yaani wanakuja na simu kwenye mabegi, lakini walimu hawajui. Mtoto wa miaka 13, 14 hawezi kumiliki simu. Sasa ili dunia hii
hatuwezi kuzuia, ndio ishafika, mitandao ya kijamii ipo. Kuna AI sijui hayo sasa hivi imeanza ya ajabu. Tunajaribu kutaka tu kuonyesha kwamba na sisi tunatoa mchango wetu kwa ajili ya kukilinda na kukwepa wasia mzuri kizazi kinachokuja. Sababu sisi wote, hata nyinyi hapa, hata kama mna watoto hivi sasa, lakini ni wazazi watarajiwa. Kwa hiyo lengo letu la mashindano haya sio kama wengine wanavyosema, unajua mwaka juzi itokea hivyo, mwaka jana peka maneno, lakini Mungu ametusaidia. Mtaweka pale wasanii watakuja nasoma Qur'ani huko wamevaa vipuri. Itokea baadhi ya watu mitandaoni, lakini nyinyi mashahidi. Hakuna mtu aliyovaa kipuri, hakuna mtu aliyokuja pale anasoma Qur'ani huko amevaa cheni, hakuna mtu aliyokuja pale kusoma Qur'ani huko kajipamba mapodari ya ajabu. Si wanawake si wanaume, wamekuja kwa adabu, kwa heshima, wanajua hiki ni kitabu cha Mungu. Wasanii wamesoma Qur'ani kwa nidhamu kubwa, bila kuleta mambo yao ya sanaa. Yaani sanaa yao wanaiacha majukwaani. Wakifika pale wanajua ni eneo hili tunakuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wamejihifadhi, wamekuja. Hamna mtu aliyokuja bila mtandio. Watakuja na vimini, haiwezekani. Hakuna aliyekuja na kimini. Na mwaka huu hali kadhalika. Lengo ni kufanya inspiration. Na ndio maana tumemuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu aje kwa mgeni rasmi. Tumemuomba. Uthibitisho wake bado, kwa sababu unajua Waziri Mkuu sasa hivi anakimbiza nchi. Alhamdulillah, kila siku mnamsikia mara huku, mara huku, mara huku. Anamsaidia Mheshimiwa Rais kwa kukimbiza nchi. Tuahidi kwamba nafasi ikipatikana atakuja mara moja, aje ashiriki nasi Kalinjia. Leo si kama kishaondoka Sumbawanga, lakini mara iko Bukoba, mara iko Arusha, mara iko Moshi, mara iko wapi. Anatoa majawabu ya changamoto za watu. Na katika hili tumpongeze sana. Yaani tumpongeze sana Mheshimiwa Mwigulu. Kwenda kusikiliza kero za watu na kutoa majawabu ya hapo kwa hapo. Kwa hiyo hata sisi tumemuomba kwamba ikikubidi, ukipata fursa, tukiwa na wewe tutashukuru sana. Tutashukuru sana. Ingawa kauza bwana, sasa katika kamati yangu huu bwana, sasa inakuwaje? Unajua raha yake mgeni rasmi wa Muislamu. Nikamwambia huu ni kiongozi wa nchi. Na sisi tunafanya inspiration. Huu ni kiongozi wa nchi. Haijalishi pale anakuja kwa sababu haji pale kama shekhe. Mashekhe watakuwepo, watafanya shughuli yao ya kishekhe. Lakini wanakuja pale kama kiongozi wa nchi. Tumemuomba aje afanye kazi hii ya Mungu. Kwa hiyo moja ya kazi ya viongozi ni kufanya kazi ya Mungu, kwamba kuwaongoza watu kwa misingi iliyo sahihi. Tumepata washiriki wengi. Kwanza wale wa mwaka jana asilimia kubwa wote wamethibitisha kushiriki. Lakini nimemuomba msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali ashiriki. Ahmed Ali ni hodari pia katika mambo haya. Nyinyi ni mashahidi. Nimemuomba ashiriki. Ratiba yao ya Simba imekaa kimkakati. Wanacheza tarehe 19 na Pamba, na ndio siku hiyo hafla yetu. Lakini mwambie afanye juu chini, ashiriki katika namna ambayo atasaidia na yeye kufanya inspiration. Lakini pia tunajaribu kuwatafuta msemaji wa Yanga na watu wa Young Africans washiriki. Nimeambiwa na watu wangu kwamba Famau mshiriki wa mwaka jana atakuwepo, ambaye ameshinda. Niliuliza swali hapa last week kama anaruhusiwa kushiriki. Imethibitika kwamba anaruhusiwa, atashiriki, amethibitisha. Lakini pia kuna, ingawa sio neno sahihi, anaitwa influencer. Sidhani kama wale ni influencer. Anaitwa nani yule? Odianga, naye atashiriki. Watashiriki. Lakini pia nimemuomba mdogo wangu Nifa. Nimemsikia akisoma Qur'ani mara kwa mara kwenye social media, anaisoma vizuri na very popular sasa hivi kwenye social media zetu, hususan kwa wasichana na kidadada, kwa sababu ya aina ya biashara anayoifanya. Ndio matakwa ya soko la sasa.
anafanya kazi nzuri kwenye biashara na amekuwa popular, namba followers imeongezeka na anajituma. Unajua, ukiona mtoto wa kike anapambana, anajituma, na ukijituma kuna wakati lazima upate kwa upinzani. Ukifanya vizuri siku zote katika jambo lote lazima upate upinzani, lakini tunataka tumuombe na tumemwambia, ingawa alikuwa safarini nje ya nchi, tumuomba aje kushiriki na amekubali atashiriki, na washiriki wengine ambao walikuwepo mwaka jana wote tunaomba waje washiriki. Lakini tumeomba na wanasiasa. Tumeomba Mheshimiwa Ulega, waziri wetu wa ujenzi, uwezo mkubwa wa kusoma Qur'ani. Naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, dada yetu tunamuomba. Lakini Mheshimiwa Ridhiwani tunamuomba. Mheshimiwa Wesu amethibitisha atashiriki. Lakini na Mheshimiwa Zainab, mbunge ambaye ni mkewe Zainab Abdallah, tunamuomba aje kushiriki. Tunataka kufanya kitu kilete hamasa katika siku ya mwisho ya Ramadhani, yaumu shak. Maana mwezi 29, mwezi unaweza kuonekana mwezi 29. Ukionekana tutafunga siku 29. Siku inayofuata Ijumaa itakuwa Idi. La ikijaliwa tufunge siku 30 kamili, manake Idi itakuwa Jumamosi. Sasa kazi ya kutangaza Idi lini ni kazi ya BAKWATA na Mufti, lakini sisi tunafanya mashindano yetu mwezi 29, na tumemwalika Mheshimiwa Mufti aje pamoja na mashehe wengine waje pale katika jambo hili kubwa. Tumeweza tutafuturu pamoja nyinyi wanahabari, pia ni sehemu ya mwaliko. Tutafanya coverage kubwa, itakwenda live, na mshindi kama nilivyosema atapata ticket ya kwenda Maka kwenye hija kubwa. Kuna ile hija ya mfungo 3, yani inakuwa Eid al-Adha, unasema Eid ya kuchinja. Maana sunna ya Eid ya mfungo 3 sio Eid hii inayokuja ya mfungo 3. Sunna yake ni kuchinja, inaitwa Eid al-Adha. Kwa hiyo tutampeleka mtu Maka. Mwaka jana tulimpeleka umra, Eid ile ambayo nani umra nani hija ile nyingine tulimpeleka Famau. Sasa mwaka huu mshindi atakwenda hija. Moja ya nguzo za Kiislamu ni kwenda Maka kwa hija, kwa mwenye uwezo. Sasa sisi taasisi yetu ya Manara Foundation, mshindi tutampeleka Maka katika na hasa sio kuonyesha kushindana, lakini nataka tu ushiriki wa watu, kwamba vijana wa Kiislamu, watu wa Kiislamu wanasoma Qur'an, wanasiasa nani ni fahari, yani mtu aone proud kusoma Qur'an. Msikie ule Nifa Mogari anasema la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Alisoma dua hii Nabii Nuh wakati alipomezwa na chewa, kama taarifa zangu ziko sahihi, lakini akaokoka au akaokolewa kwa sababu ya kuisoma hii la ilaha illa anta inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Fasaha ya yule Nifa ikanivutia sana, la haula la quwwata. Huyu binti kumbe ana fasaha hii ya kusoma, na ukimsikiza akisoma Qur'an utashangaa anasoma kwa fasaha. Maana sio kuna kusoma na kuchoma. Huyu anasoma. Mwalimu wangu tunaweza kusema kusoma na kuchoma. Au msikize Ahmed Ali akisoma utashangaa bwana, pamoja na makeke yake na mambo yake mazuri anayofanya kwa timu yake, lakini anasoma vizuri sana Qur'an. Famau mwaka jana alishiriki, alishinda. Ukimsikia akisoma Qur'ani, fantastic. Kwa hiyo wako watu pamoja na umaarufu wao wanasoma vizuri Qur'an. Mheshimiwa Awesu utashangaa akisoma Qur'an, utashangaa tusada waziri ndo anapambana na sekta ngumu ya maji nchini, lakini wako wengi sana
wanaisoma, ina maana walipata elimu ya dini na dunia. Sasa nimalizie kwa shukuru wanahabari. Najua mtakuja hapa na maswali yenu kinyume na hiki nilichokileta. Sidhani kama nitakuwa nafasi ya kujibu. Mimi nimekuja hapa na ajenda ya mashindano yetu ya kusoma Qur'an. Naita celebrities nini? Na adhana inanipa ushahidi wa kile nilichokizungumza ni sahihi. Kwa naomba support yenu. Naomba tushirikiane. Hili jambo ni kwa ajili ya kukilinda kizazi chetu. Yani na target kulinda kizazi chetu. Wenzangu wa dini nyingine nao wana namna sahihi ya kulinda kizazi chetu. Wote target yetu ni kulinda kizazi chetu. Dini inakutia hofu mwanadamu. Kuna mambo unakofanya lakini kama umepata misingi fulani ya dini, kuna mambo huwezi kufanya. Hata wale watu mabaramaki kabisa wale, kuna mambo akikumbuka kuna Mungu, basi anarudi nyuma hatua 5. Na hii inatoka nini? Kupata misingi ya dini. Na ndio tunachokifanya sisi, kwa motivate, kwa kufanya inspiration kwa generation ya Tanzania iliyopo sasa na ijayo. Asanteni sana, na ruhusu maswali. Mtu atakaye cover nitampa 50,000. Mimi ni kada ya Chama cha Mapinduzi. Nikiona tu atakaye weka ile neno la mwisho akalikava kidumu Chama cha Mapinduzi. Umenielewa? Lakini point yangu mimi ni kada. Ukikava tu kipande hiki kidumu Chama cha Mapinduzi, ili ninapata mkamili, basi nakutumia 50,000. Swali kwa tumeelewana hilo? Asimemaliza press brother. Tunamalizia moja. Kumekuwa na taratibu ambazo zinaendelea katika moja ya sehemu ambayo unaiongoza, ukizungumzia Kariakoo, watu kuwaweka watu sawa. Ni changamoto gani mpaka sasa ambao unaona wananchi bado? Elimu my brother. Tumekubaliana asipigwe hata mtu kibao katika kupangana Kariakoo. Yaani changamoto kubwa ni kwamba bado elimu haijatoka. Jana kwa mfano nilikuwa kwenye group fulani la Kariakoo, wanalalamika bado bodaboda zinakaa nyingi bila mpango, bado maguta mengi, bado meza hazijaondoka. Nimewaomba wenzangu watoka Kariakoo, kwanza lazima tukubali Kariakoo haiwezi kwa ile tuliokuwa nao sisi. Tunacheza kidari, tunacheza kombolela, tunafanya hiki. Hapana, lazima ibadilike. Kariakoo sasa hivi ni kitovu cha biashara. Kariakoo niite kwamba ni hub ya Tanzania yenyewe, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Mozambique, Zaire, kwa maana ya Kongo, Burundi, Rwanda. Mizigo yao mingi inapita kwenye bandari yetu. Manager wa bandari ya Dar es Salaam anaitwa Galus Abed au Abed Galus. Sababu baba yake alikuwa kiongozi mkoa wa Singida, then regional commissioner. Nilisikia ile Galus Abed toka anapata akili, nasikia Galus Abed kiongozi. Mwanae ndo manager nadhani wa bandari ya Dar es Salaam. Siku moja kwenye mkutano wa wadau wa Kariakoo pale Karimjee, akasema 40% ya mzigo hii mkago. Nataka watu waielewe Kariakoo how big is. 40% unatoka bandari ya Dar es Salaam unaishia Kariakoo. 60% ndio unakwenda Kongo, unakwenda Rwanda, unakwenda Mbeya, unakwenda wapi mikoani. 40%, 40% brothers, unabaki Kariakoo, yani unazungukia Kariakoo. Kwa hiyo imekuwa ni hub. Kwa nawaambia wenzangu wa Kariakoo, hatuwezi kuwa na Kariakoo ile. Zamani pale mtaani kwa Kombolela. Unajua Kombolela? Watu sasa hivi mjui Kombolela, maskini mmekaa na simu. Kombolela unaweka chupa, unajaza kidogo mchanga, unaweka kama kinani hivi kichuchungi, mnagombea. Ukija unagomboa, unalipiga teke. Kidai ya Ibovu
tumecheza mitaani. Kisa hivi uwezi pale sokoni Kariakoo pale tuko na cha ndimu, ikifika saa 10 biashara soko lishaishi. Watoto wa Kariakoo ya huku wanachezea upande wa kushoto, wengine kulia, wengine kaskazini. Ndio leo unaweza kucheza mpira hapa watoto wote. Mimi kucha yangu moja kila siku naambia tawanangu, mnaona hii kucha hii nimetoa Kariakoo sokoni pale sokoni. Huwa siku moja nilimtania mkuu wa wilaya wakati tunafanya juzi maandalizi ya kumkaribisha ufunguzi rais na mkuu wa mkoa, nikamwambia mnaona hapa mimi kucha nimetoa hapa. Kwa hiyo Kariakoo lazima ibadilike. Sasa tuna changamoto ya watu wetu kuteka advantage wengine kisiasa. Nimeona baadhi wanashawishiana, msiondoke, mtaenda wapi? Haiwezekani ndugu zangu. Ni kwa sababu ya huruma ya rais na ni kwa sababu sera ya Chama cha Mapinduzi kutaka watu wote watumie fursa, na rais anaisisitiza hii. Kila mtu atumie fursa ya hub ya Kariakoo. Lakini huwezi kupanga bado meza barabarani. Huwezi wewe ukachukua uta ukaliingiza bila utaratibu. Jana mimi nikwambeni, jana nimetoka zangu mahali naenda msikitini, Scania Summit trailer. Bado kidogo jana mngesikia taarifa ya msiba. Limekata kona kwa nguvu, bado kidogo. Dereva wangu maskini mashallah mzuri ndio likapitisha. Yaani limebaki kidogo tu. Kwa hiyo tungekuwa speed. Leo sasa hivi huko mnashuhudia msiba wa kaka yangu Sebo, huko na msiba wa Haji Manara. Yes. Hata malori yanakwenda ovyo, yanaingia bila utaratibu. Mimi nimshukuru sana kaka yangu Chalamila na mdogo wangu Mpogolo DC. Tunashirikiana vizuri katika kuipanga Kariakoo. Na nitoe wito kwa wafanyabiashara. Wakati huu serikali ikijiandaa kujenga soko na halmashauri ya jiji chini ya kaka yetu mkurugenzi Elihuruma pale Jangwani kwa ajili ya wafanyabiashara ndogo ndogo, wakubali kufungua mitaa Kariakoo. Angalau ile ya kuingia sokoni imeanza kufunguka, lakini sio yote. Kwa tujitahidi sasa hivi tuendelee kutoa elimu, tuifungue Kariakoo. Kariakoo ni kitu kingine. Hakuna mji wowote East and Central Africa unaofanana na Kariakoo. Yaani hakuna mji unaofanana na Kariakoo. Hakuna. Kariakoo tuna TRA pale. Mkoa wa kikodi huyo. Mimi nikiwaambia mimi diwani wa kata kubwa mnielewe. TRA ipo pale Kariakoo, specific kwa Kariakoo. Hakuna kata yoyote Tanzania. Wako pale. Bandari wapo pale. Tuna soko kubwa ya kimataifa. 40% kama nilivyokuambia mzigo unabaki pale. Hakuna mfanyabiashara yoyote mkubwa wa Tanzania ambaye hana interest Kariakoo. Hakuna. Wote. Kwa Kariakoo ni kitu kingine. Rais alizungumza kwa dakika kadhaa kule Kinyerezi Kariakoo. Kariakoo ni kitu kingine sana. Kwa hiyo tuombe elimu, tuendelee kuitoa, na nitumie nafasi hii kuwaomba watu wetu wajitahidi kuanza kuzoea mabadiliko ya kujipanga. Barabara zipitike. Kwa mtu haiwezekani serikali ijenge barabara ya mabilioni ya shilingi, barabara ile badala ya kutumika kwa ajili ya kupita watu na magari itumike kuweka meza ya bidhaa. Hapana. Hakuna rais atakayekubali. Yaani wewe fikiria serikali iweke pesa, ijenge barabara, alafu katikati ya ile barabara upange meza. Kwa hiyo tunamshukuru sana DC, naendelea kuzifungua meza, naendelea kufungua maguta. Jana juzi kuna mtu alinifuata. Mimi na baraza yangu wanakaa usiku Kariakoo, kunywa baada ya kutoka msikitini. Akanifuata vijana fulani wa bodaboda, akaniambia bwana, sisi hatuwezi kukaa kwenye kona, tusaidie. Tubaki katikati hapa Livingstone kuna biashara. Kameneva. Hamwezi baki hapa. Kuna vituo maalum vya bodaboda vitatangazwa, maguta yatatangazwa, magari yatatangazwa, taxi zitatangazwa, lakini hatuwezi kwamba kila mtu hapa, haiwezekani.
Haiwezekani ndugu zangu, lazima tukubaliane, na tusipofanya sasa, baada ya miaka 10 ijayo Kariakoo itakuwa ni kitu cha hovyo kupita chochote. Hawa watu wanatoka Kongo, wanatoka Burundi, wanatoka Rwanda, wanatoka Malawi, wanatoka Zimbabwe kuja Zimbabwe, ambao hatuna boda nao, wapo chungu mzima. Komoro wapo, watakuwa hawaji kwa sababu patakuwa hapaingiliki. Mapato yanayopatikana kutoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam yanayotokana na Kariakoo, nikiwaambia hapa mtashangaa. Nikiwaambia hapa mtashangaa. Yanatokana tu na, achana na tarafa Kariakoo, kata tu ya Kariakoo, mtashangaa. Na jiji la Dar es Salaam, kumbuka, ndio lenye mapato mengi kuliko halmashauri yoyote nchini. Yaani kuliko manispaa, kuliko halmashauri yoyote, kuliko jiji lolote katika Tanzania. Na sehemu kubwa ya mapato haya yanatokana na Kariakoo. Tarafa na kata Kariakoo. Uchumi wa Dar es Salaam unabebwa na Kariakoo kwa sehemu kubwa. Na diwani wake anaitwa Haji Manara. Asanteni.